Pendwa msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa mambo ambayo anayaratibu katika maisha yetu. Tunapitia katika maisha ya milima na mabonde, lakini hajatuacha kamwe, ameendelea kutushikilia. Yote tunataka tushukuru kwa kuwa uhai wetu na kila kitu tulicho nacho vipo mikononi mwake. Sasa tunaendelea na kitabu cha Ufunuo 7. Kabla kuanza somo hili zuri, tuweze kuomba. Asante rafiki yetu mwema, Mungu mwenye nguvu, muumba wa mbingu na nchi na chemichemi na bahari, mkombozi wetu uliyetufia msalabani. Tunashukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunashukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye huruma. Tunashukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye upendo. Sasa basi tunakuja mbele zako tukinyenyekea miguuni pako. Ondoa kila chembe ya dhambi katika mioyo yetu. Ondoa kila chembe ya kiburi katika mioyo yetu. Ukatusimamisha sasa tukae washindi, tukanyenyekea chini ya miguu yako. Nasi watoto wako tuko tayari kusikia sauti yako ikinena nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Pendwa msikilizaji, leo tunaenda kuona muhuri wa Mungu aliye hai ambao unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 1 hadi wa 3. Baada ya mambo haya, Yohana aliona malaika wanne wamesimama katika pande 4 za dunia, wakizuia pepo 4 za dunia ili zisivume juu ya nchi, zisivume juu ya bahari, wala zisivume juu ya miti. Kisha akaona malaika mwingine akija kutoka mashariki, mahali jua linapochomoza, akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Malaika huyu alipaza sauti kubwa kwa wale malaika wanne waliokuwa wamepewa ruhusa ya kuiharibu dunia na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti mpaka tutakapowatia muhuri watumishi wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Mpendwa msikilizaji, sura ya 7 ya Ufunuo inafafanua kati ya muhuri wa 6 na wa 7. Muhuri wa 6 hutufikisha katika marejeo ya Kristo mara ya pili, wakati ya waovu wakikabiliana na hukumu. Ufunuo 7 mpendwa pia hutuambia kwamba wale wanaosimama katika siku ya ujio wa Kristo watakuwa wametiwa muhuri. Ufunuo 7 watambulisha watu wa Mungu wa siku za mwisho kabla ya marejeo. Sifa zao zingine bainishi zimewasilishwa katika Ufunuo 14 mstari wa 1 hadi wa 5. Pia kuna mdokezo mwingine unaoingizwa kati ya tarumbeta ya 6 na 7 katika kitabu cha Ufunuo 10 mstari wa 1 hadi wa 11 na Ufunuo 11 mstari wa 14. Mdokezo huu ushabiana na kipindi cha tukio la sura ya 7 na uelezea uzoefu na jukumu la watu wa Mungu wa siku za mwisho. Mpendwa, ukipata muda unaweza kusoma kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 1 hadi wa 3 na Petro wa pili 3 mstari wa 9 hadi 14. Upepo wazuiwa. Katika Agano la Kale, pepo usimama badala ya nguvu angamizi azitumiazo Mungu ili kutekeleza hukumu juu ya waovu. Hii unapata vizuri katika kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 19 na 20. Ni njia nyingine ya kuelezea mapigo 7 ya mwisho yatakayomiminwa juu ya wanadamu wasiotubu mara tu kabla ya marejeo ya Yesu Kristo mara pili. Ukipata muda vizuri, soma Ufunuo 16. Hata hivyo, nguvu angamizi mpendwa zinazuiliwa kwa watu wa Mungu kuingilia kati wakati wa kutiwa muhuri wa watu wa Mungu ikifanyika. Wakati wa tukio hili mpendwa, tukio hili la kutiwa muhuri linaelezwa kuwa linatokea baada ya muhuri wa 6 wa Ufunuo 6, lakini kabla ya muhuri wa 7 wa Ufunuo 8. Hivyo Ufunuo sura ya 7 ni kama maelezo tu ya ziada yanayoingizwa katikati ili kuelezea jambo muhimu zaidi kuhusu muhuri wa 6. Kazi hii mpendwa, kutiwa muhuri, inafanyika kabla mbingu hazijakunjwa kama gombo. Litafanyika baada ya ishara za jua na mwezi na nyota kutokea. Kwa hiyo inaonekana ipo kati ya Ufunuo 6 mstari wa 13 na mstari wa 14.
Mpendwa, hao malaika wanne wanaonekana kuwa ni viumbe wa mbinguni waliowekwa na Mungu kusimamia dunia. Kazi yao ni kuzuia pepo kwa muda hadi Mungu atakaposema waachilie. Na mpendwa, pembe nne za dunia, hii haimaanishi dunia ina pembe halisi, bali ina maana ya pande zote za dunia, yani kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Inaonyesha kuwa kazi hii inahusu dunia nzima. Mpendwa, pepo nne katika Biblia, pepo mara nyingi huwakilisha vita, huwakilisha machafuko, huwakilisha migogoro, huwakilisha vurugu za kisiasa. Kwa mfano, katika kitabu cha Danieli 7:2, pepo huashiria mataifa yakichafuka na migogoro. Katika kitabu cha Yeremia 25:32, upepo mkuu huwakilisha hukumu na machafuko. Kwa hiyo pepo nne hapa humaanisha nguvu zote za migogoro ya duniani zinazowakilishwa ili zisilipuke kabla ya wakati wa Mungu. Wapendwa wasikilizaji, malaika mwingine anaonekana akitoka mahali jua linapochomoza. Hii haimaanishi lazima eneo fulani la dunia, bali linaonyesha jinsi kazi yake inavyoanza, kwa sababu jua linavyoanza kwa mwanga mdogo na baadaye kuangaza kwa nguvu nyingi, ndivyo kazi ya malaika huyu inaanza taratibu, kisha hukua kwa nguvu na ushawishi mkubwa. Bwana msikilizaji, muhuri wa Mungu aliye hai, huyu malaika huyu ana kitu muhimu sana. Muhuri wa Mungu aliye hai, muhuri kwa kawaida ni alama ya kuthibitisha kitu kuwa ni halali au cha kweli au cha kumiliki au ni mmiliki wa kitu fulani. Ni kama sahihi rasmi ama stamp inayotambulisha mamlaka. Katika Biblia, maneno haya yafuatayo yanatumika kwa maana sahihi, kwa maana ambayo inafanana. Unaposikia muhuri, unaposikia ishara, unaposikia alama, unaposikia uthibitisho, hii yote kwa pamoja inawakilisha muhuri. Katika nyakati za zamani, maana ya msingi ya kutiwa muhuri ilikuwa ni umiliki. Maana kutiwa muhuri kiishara katika Agano Jipya ni kwamba Bwana anawajua walio wake. Timotheo wa pili 2:19, Mungu huwatambua watu wake na kuwatia muhuri kwa Roho wake Mtakatifu. Ukipata muda soma Efeso 1:13-14 na Efeso 4:30. Katika wakati wa mwisho, muhuri katika kipaji cha uso wa mtu huwabainisha wale wanaochagua upande wa Mungu. Muhuri wa Mungu si alama inayoonekana iwekwayo kwenye vipaji vya nyuso zetu, bali kama inavyoelezwa na mwandishi mashuhuri ambaye anaitwa Ellen G. White, ambayo inamaanisha kutulia katika kweli. Inawakilisha kutulia katika kiakili na kiroho kiasi kwamba hatuwezi kuyumbishwa, hatuwezi kuhamishwa na dhambi. Hii ni nukuu ya kitabu cha Last Day Event ukurasa 220 ambacho kimeandikwa na mwandishi mashuhuri anayeitwa Ellen G. White. Na wale ambao kwa kujua ama kwa kuridhia watajiunga na mnyama kupokea chapa ya mnyama na wala si alama ya mnyama. Chapa ya mnyama inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 13:16 na 17. Mpendwa msikilizaji, hivyo muhuri wa Mungu hapa si alama ya mwilini au chapa ya ngozi, bali ni jambo la kiroho linalotofautisha watu wa Mungu na wengine. Ni alama ya utii na uaminifu kwa Mungu, inayoweka tofauti kati ya wanaomwabudu Mungu wa kweli na wale wanaodai kumfuata lakini si waaminifu kwake. Kwa ufupi, kabla ya machafuko makubwa ya mwisho kuachiliwa duniani, Mungu kwanza anawatambua na kuwaweka muhuri watumishi wake waaminifu. Mpendwa, kwa kuwa tayari tumeelewa kwamba muhuri wa Mungu ni sabato yake takatifu ambayo jina lake linaunganishwa nayo, sasa tunaweza kuelewa vizuri zaidi somo hili. Katika maono haya tunaona pepo nne karibu kuachiliwa, zikileta vita na taabu duniani, lakini zinawekewa kizuizi kwanza mpaka watumishi wa Mungu watakapotiwa muhuri. Hili linatuambia kwamba nyumba za Waisraeli
linatukumbusha nyumba za Waisraeli zilizotiwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka, ili malaika mharibifu anapopita akikuta damu katika miimo ya milango ya Waisraeli asiwadhuru huko Misri, bali malaika hawa waliruka. Na pia alama iliyowekwa kwa wale waliokuwa waaminifu imeelezwa vizuri katika kitabu cha Ezekieli 9:4. Hivyo muhuri wa Mungu ni alama ya kiroho inayotofautisha watumishi wa Mungu ili walindwe wakati wa hukumu za Mungu zinapowaangukia waovu. Kwa kuwa muhuri wa Mungu unapatikana katika amri ya 4, swali linafuata: je, kuitii amri hii kunamfanya mtu au tofauti? Jibu ni ndio. Amri ya 4 inatutaka kuitunza siku ya 7 ya juma kama sabato ya Bwana, lakini karibu ulimwengu wote wa Kikristo umefuata utunzaji wa siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili, kutokana na ushawishi wa upagani na mamlaka kipapa. Kwa hiyo mtu anapoanza kuitunza sabato ya siku ya 7, mara moja anaonekana tofauti, anatengwa na dunia ya kawaida, hata na wengine wanaojiita Kristo. Hivyo sabato inakuwa alama ya uaminifu kwa Mungu. Mpendwa msikilizaji, malaika anayepanda kutoka katika mashariki akiwa na muhuri wa Mungu anaonekana kuwa mjumbe wa Mungu anayesimamia kazi ya matengenezo kuhusu sabato ya amri ya 4. Kazi hii duniani hufanywa na wahubiri na watumishi wa Kikristo wanaofundisha kweli ya Biblia, lakini inawezekana pia kuwa kuna malaika halisi wa mbinguni anayesimamia kazi hii. Kazi hii inafanyika wakati wetu, mpendwa. Mpangilio wa unabii unaonyesha kuwa kazi hii inafanyika karibu na mwisho wa dunia. Baada ya kutiwa muhuri tu, watu wa Mungu wanaonekana mbele ya kiti cha enzi cha Mungu wakiwa washindi. Hii inaonyesha kuwa kutiwa muhuri ni kazi ya mwisho kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Mpendwa msikilizaji, malaika wa Ufunuo 7 na malaika wa Ufunuo 14, tunaona kwamba katika kitabu cha Ufunuo 14 tunaona kwamba ujumbe mwingine wa mwisho unatolewa kabla ya Kristo kurudi. Kwa hiyo malaika mwenye muhuri wa Mungu katika kitabu cha Ufunuo 7 na malaika watatu wa Ufunuo 14 wanaonekana kuwa wanahusiana katika kazi moja. Katika Ufunuo 14:12, watu wa Mungu wanaelezewa kuwa wanazishika amri za Mungu, amri ambayo dunia ya Kikristo imeivunja waziwazi. Ni amri ya 4 inayohusiana na sabato. Ndiyo sababu sabato inakuwa suala kuu la mwisho kati ya wanaomtii Mungu na wale wanaoipokea alama ya mnyama. Kulingana na maelezo haya, mpendwa, alama ya mnyama inaonekana kuwa sabato bandia iliyowekwa badala ya sabato ya kweli ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, maandishi haya yanaeleza kuwa ujumbe wa malaika watatu tayari unaendelea duniani na matengenezo kuhusu sabato yameanza. Ingawa mwanzoni yanaonekana madogo na ya kimya, yataenea duniani kote na kuandaa watu kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Hivyo kutiwa muhuri kwa watumishi wa Mungu ni uthibitisho wa uaminifu wao, katika kushika sheria ya Mungu, hasa sabato siku ya 7 ambayo humtambulisha Mungu kama muumba wa mbingu na nchi. Na mpendwa, kuna swali ambalo linaulizwa: je, tunawezaje au tunaweza kuona duniani ishara kuwa Mungu bado anazuia pepo za vita na machafuko? Je, tunaweza kuona duniani ishara kuwa Mungu bado anazuia pepo za vita na machafuko? Mpendwa msikilizaji, kipindi cha kuzuiwa kwa pepo hakimaanishi dunia kuwa na amani kabisa. Badala yake inaonyesha kwamba duniani kuna migogoro. Duniani kuna hasira nyingi zikiwaka katika mioyo ya watu. Kutakuwa kunaonyesha mashindano ya mataifa, na mara kwa mara vitatokea, lakini ghafla vitazimika na kusimama bila kutarajiwa. Hii inaonekana kama mkono wa Mungu unazuia dunia isiangamie kabla kazi yake kutiwa muhuri haijakamilika. Mifano iliyotajwa ya vita ambayo ilitokea na ghafla ikakoma ni vita ya Franco German mwaka 1871. Pia ni vita ya Russo Turkish mwaka 1878, pamoja na vita ya Spanish America mwaka 1898. Baadaye vita kuu ya kwanza ya dunia iliruhusiwa kutokea
lakini mwaka 1918 vita ilisimama ghafla kupitia Armistice. Watu wengi walidhani amani ya kudumu imefika, lakini baadaye ghafla vita kuu ya pili ya dunia ilianza na karibu dunia yote ikaingia vitani. Maelezo haya yanaonyesha kuwa wakati Mungu anaruhusu pepo za vita kuvuma na anaposema imetosha, malaika anakuwa yuko tayari ametumwa tena ili kuweza kuzuia vita tena, ili kazi ya Mungu iendelee. Hii inatufunza nini? Hii inaonyesha dunia inapokuwa na machafuko na vita, Biblia inaonyesha kuwa kwa Mungu bado anatawala, kwamba Mungu bado anatawala. Ukisoma kitabu cha Danieli 4:32 anasema aliye juu hutawala katika ufalme wa wanadamu. Na ukisoma kitabu cha Zaburi 46:9 inasema Mungu hukomesha vita hata miisho ya dunia. Kwa hiyo pamoja na vurugu zote duniani, Mungu bado anaongoza historia kuelekea mwisho wa mpango wa wokovu na kuja kwa Yesu Kristo. Asante rafiki yetu mwema. Tunashukuru kwa kuwa wewe unaendelea kuzuia pepo nne za dunia ili watoto wako waendelee kuhubiri Injili, ili watu wengi waweze kufikiwa na hii Injili. Sasa tusaidie wakati huu unazuia pepo, tuweze kusambaza machapisho ya vitabu ili watu wengi wakakujue wewe, tukaweze kuhubiri kila kona ya dunia ili watu wengi wakakujue wewe, tukawe mfano mzuri wa tabia zetu ili watu